Hugo unasikiliza Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Bukavu, magaidi wa M23 wafanya mauaji ya kutisha kwa raia. Goma, Kabila, Kabange, Ipoliti Kanambe lazima kamatwe kwa udanganyifu na uhaini. Kolwezi, Felix aponea kuuawa. Ikiwa ni tarehe 12 za mwezi wa 6 2025, majira ni saa 12 asubuhi. Saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana pamoja na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze taarifa hizi kutoka maeneo ya Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bukavu, magaidi wa M23 wafanya mauaji ya kutisha kwa raia wasiokuwa na hatia. Baada ya kichapo hiyo tarehe 10 za mwezi wa 6 2025, magaidi walivamia nyumba za raia huku wakiwakamata na kuwaua bila hatia kwa kutumia mapanga pamoja na bunduki. Angusha ule. Ona mwende kwanza. Kama amo supporter benye tunaonaka mwende. Sawa? Kia kulanza kile. Mapale mpesile wewe. Vitendo hivyo vimewaumiza wakongomani wengi kuona wanaojiita kuwa ni wakombozi, kumbe wao ndio wanaangamiza wananchi wasiokuwa na hatia, sio tu ndani ya jiji la Bukavu, Goma, maeneo yote ambako kunashikiliwa magaidi wa M23. Mauaji kila kukicha yanafanyika mchana kweupe, huku akiua watu kwa mapanga pamoja na risasi. Hao ni magaidi wa M23. Mengine zaidi, sikiza hasira kutoka kwa wananchi wa Wakongomani. Walikuja kukomboa wanani? Tulibakia mudeni ya Kagame, njoo alituachia mudeni. Tulibakia mudeni ya Joseph, tulibakia mudeni ya nani? Na wao watakuwa wakombozi mara ngapi? Wakati Yesu Kristo alikuwa mkombozi, Kimbangu alikuwa mkombozi, Lumumba alitetea independence, wao watakuja kutukomboa kama banani? Sisi tunawajua wao kama ni wakaini. Kaini aliua Abedi. Abedi alikuwa mtu. Abedi alikuwa mtu. Mtusi ndiye Kaini. Wao wanasema walikuja kutukomboa. Kwa kutukomboa kudeni ya nani? Tulikuwa si Wakongomani. Tulikuwa na deni ya nani? Si Wakongomani, na tuko tunahusika na yeye akatukoe wa Kaini wakatukomboe kunini? Hatuwajali, warudie kwao. Ule ukombozi wao wakitusi tunaukataa. Hatukubakiaka mudeni. Kimbangu akutuacha mudeni, Lumumba akutuacha mudeni, hayati Loreti akutuacha mudeni. Bobo watakuja kutuambia kama wao wanakuja kutukomboa kwa nani? Tuko kwetu sisi, wao wakatukomboe kunini? Batukomboe boba baki ku mafasi yetu, si twende ku mafasi yabo, ama banakuja kutukomboa kwa hali gani? Wale ni wauaji tu. Kaini ndio mtusi. Kaini ndio mtusi. Waache kudanganya watu, warudie kwao. Mnaona gisi batu wiko nasumbuka. Ile njoo mwe mnasemaka mko mwenjo wasemaji. Mnasemea peple.
muoneshe gouvernement imaritari ya vile haiko bien, ce n'est pas bien. Aruhusu watu waende wapigane wakomboe nchi, watu wasiishe vile wako naisha. Mtu kunapiga mwenzake hakuna shida, hana adui, hana nini, anampiga tu. Kisha anasema no, tulikuwa kombola peuple. Quel peuple vraiment alikuwa kombola yeye? Mwenye peuple mwenye kuna muua. Mseme hiyo maneno ifike kwa viongozi sana, ili maneno yafanye nini, ajifunue watu waende kukomboa mgini. Ndio mzuri vile. Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Bukavu, na moja kwa moja tujielekeze ndani ya jiji la Goma ambako kunapatikana Hippolyte Kanambe. Kanambe lazima akamatwe kwa uhaini pamoja na udanganyifu. Kumekuwa kukitoka ushuhuda mbalimbali unaomuhusu rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila Kabange. Safari hii ujumbe kutoka kwa alikuwa wa karibu wake ambaye ni kamanda wa jeshi ambaye aliweza kukimbia baada ya kushutumiwa kuhusika katika mauaji yalikuwa yakiendelea chini ya utawala wa Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe alikuwa mshirika wa karibu na bwana Hippolyte Kanambe. Jenerali John Numbi ameweza kutoa siri nyingi, huku akisema kwamba walikuwa wanaficha kuizungumza hayo kwa sababu ni siri nyeti, na hivyo kuweza kuhofia maisha yao. Maana yeyote ambaye angeweza kujitokeza na kuzungumzia ukweli huo angepoteza maisha na hata pia kupoteza kila alichokuwa yuko nacho. Mengi na zaidi, sikiliza ujumbe huu kutoka kwa John Numbi. Okay. Joseph, son problème, le fait d'être aujourd'hui ancien président ou sénateur, ancien président d'une maman qui est rwandaise, maman Clémentine. Bote banajua maman Clémentine ndio mama yake. Okay. Mama Sifa de sa mère. Okay. Alors, eko na ile jeune tellement que ya kusema nikitoka nje binaanza kusema sema bakiniramasser, je peux tout perdre, tout ce que j'ai. Okay. Unaona? Ndio vile. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis, vérité ingine ni nini? C'est que kama batu ba Congolais bakianza kutafuta sema bamuweke sur la place publique, on peut l'arrêter pour trahison. Na falsification ya identité. Président 18 ans, tu as menti les Congolais que ta maman biologique ni maman Sifa. Okay. C'est la haute trahison. Na mama mule mwenye batambamba. Na yeye anatafuta kusema no, mimi ana mtoto wangu. Mais oui. Alors général, à ce stade, nous, ce qui est fait est fait. Tout ce que nous devons faire, c'est voir notre devenir. Après tout, j'ai parlé avec l'autre général qui est resté à Kinshasa. Il a dit que le général Boto Kinshasa va naître à Kubabamba. Non, pas beauté, il exagère. Tous les généraux ne sont pas arrêtés. Et moi, je suis en contact avec tous les généraux. Mimi nasema kama ababambe bote kama nasema vile na bale banabakia beko peut-être sur la liste ya bale bengine batabambia. Tshisekedi, c'est un fou enragé. Unaona eko nafunga watu yote, anafunga makamere, anafunga banye ya parti politique ou banani, anafunga Kabunda. On ne doit pas parler d'une situation qui panique la population. Nous devons planifier comment kumfukuza, c'est tout. C'est tout ce que moi je fais. Moi je planifie kumfukuza. Je ne peux pas commencer à courir. Je ne peux pas commencer à vous plaindre. Ah oui, c'est du passé, comme tu viens de le dire. Okay. C'est du passé. Le présent et l'avenir, nini ni kumfukuza. Wanaume ni kujitayarisha namna kumfukuza huyu mshenji. Alors, mie nilikuwa na wasiwasi kidogo par rapport ya président Zambien kule. Bon, mimi angalia hii mashika ya Kongo kama anaanza kurudisha akili yake ya bumuntu en place.
Maintenant inafaa kutafuta kujua banani kupembeni yake beko na mshimamo. Na yeye mwenyewe il vient de découvrir que Oulé Tshisekedi ce n'est pas un homme de parole. Tout le temps qu'il lui promet quelque chose, il n'a jamais réalisé, c'est un menteur. Et comment tu peux t'allier avec un menteur? Na Bakatange barisha kumshirikia sana huyu nani président zambien. Et le président zambien doit savoir que le Congo c'est le Katanga. Kama Bakatange banakuwa contre yeye, ce n'est pas bien. Parce qu'à un certain moment Bakatange wataweza kusema bon écoutez nous la Zambie ne nous supporte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier de regarder sur les intérêts de la Zambie. Hakuna muntu wa kuweza kumwambia sema attention wewe tu ya le sang proche ya Bakatange hawezi kwanza kusuporter kile kimuntu kipumbavu. Hapa mimi nashikia video moya, enfin pas video, audio moya kama barababa mu makanisa ya Bakasai. Ya ule pastor alikuwa na ba militaire. Oui, Kechibango est en train de préparer. Ni bien kweli. Laissez-moi vérifier. Michel Chikachoko kama unashikiaka. Oui, unashikiaka kidogo oui. Ça va comme ça, j'ai fait un audio kwa directeur de cabinet Ndumba, ni ndugu yangu, Monsieur Ndumba. Je vais lui faire un vidéo. Nous on a numéro du secrétaire général Imenda, nous on a numéro du ministre de l'Intérieur Gary Nkombo, nous on a numéro du ministre wa justice. Donc je vais parler avec lui. Kama mfasha audio vile atanijibu. Nitakuonesha quelle est cette situation tunasikia vina hivi. Atanionyesha nitanijibu. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV, na pia unatufuata vizuri kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe pia na Central pamoja na East Africa, na bila kusahau ndugu zetu wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Tanzania, Kenya, Uganda, mkiwa unasikiliza Baraka One TV. King Sele, Ejide Kizenga Tembele, Dieudonné Butoto, wote hawa wanasikiliza vizuri Baraka One TV. Na baada ya taarifa zote hizo, na moja kwa moja tujirushi maeneo ya Kolwezi ambako Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aponea kuuawa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aponea chupuchupu kuuawa kwenye mkutano wa magavana ulioandaliwa huko maeneo ya Kolwezi. Watu wasiojulikana waliojiandaa kwa silaha tayari kumshambulia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo waliweza kuwekwa nguvuni na vyombo vya usalama baada ya kushtukiwa. Mpaka sasa mipango ya waliofanya kazi hiyo ya kujaribu kumuua Felix bado hawajajulikana, na wale ambao ni washirika wa karibu wa muuaji huyo bado na wao pia hawajajulikana. Raia wa Kolwezi wameonekana kupandwa na ghadhabu, huku wakiwaomba askari waweze kumpea mtu huyo ili waweze kumshughulikia. Hilo ni moja kati ya jaribio ambalo limekuwa likipangwa mara kwa mara dhidi ya uwepo wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Wanaharakati na wanasiasa katika chama tawala wanashtumu sana aliyekuwa rais Bwana Hippolyte Kanambe pamoja na Rwanda na washirika wake magaidi wa M23 pamoja na baadhi ya wakongomani
wakiwa na njama za kutaka kumuua bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yuko maeneo ya Kolwezi ambako kunafanyika mkutano wa magavana wote jimboni Kivu ya Kusini, ikiwa moja ya ahadi ambazo alizozitoa katika uchaguzi wake kwamba atakuwa anafanya kila mwaka kila mkoa kufanya mkutano pamoja na magavana kwa ajili ya kuzungumzia matatizo ya nchi na kujaribu kutatua baadhi ya shida zinazokumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV ambayo kunasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Usikose pia kuwa pamoja na Baraka One TV saa 6 za mchana ambako tutajadili yaliyojiri Bukavu, yote ambayo yamefanyika, mauaji ya kimbari ambayo yamekuwa yakifanyika ndani ya jiji la Bukavu, na pia tutazungumzia kuhusiana na mabasi yalikuja kutoka nchini Rwanda. Je, ndiyo magaidi wa M23 wamekuja kuchukuliwa ili waweze kuondoka? Maana Marekani ilisema kabla ya tarehe 15 magaidi wote wao tayari wamekwisha kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose kushare pamoja na kusubscribe Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only in town, DJP.